Crazy Rocket, now available on PMBet. Salama, habari za asubuhi. Fresh. Tuambie maandalizi kwa ujumla katika mchezo wenu dhidi ya Mungo siku kesho. Maandalizi yameenda vizuri mpaka sasa hivi. Mpaka jana tumemaliza session ya mwisho na tunategemea kumalizia siku ya leo. Nakwenda kucheza na timu ambayo mara ya mwisho katika uwanja wake wa nyumbani walicheza. Lakini raundi ya kwanza ilikuwa kupata matokeo. Naona ugumu utakuwa wapi hasa? Kwa kutokana na ligi ilivyo, kila mtu akija nyumbani anakuwa anaweza kupambana zaidi ili kupata pointi 3, lakini tumejiandaa na hilo ili tuweze kupata pointi 3. Namna yote ambayo kupata matokeo ya alama 3 fulani yanakupa morali zaidi kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Siku zote mnapofanya vizuri kwa mechi iliyopita, basi morali inakuwepo kuandaa vile tupate matokeo mengine ya pointi 3. Kwa ujumla kikosi hali yake kwa hiyo umesafiri yake kama sikosei, kwa ujumla wachezaji, morali ya wachezaji, morali iko vizuri sana. Kuanzia jana tulipofanya mazoezi na pia leo tumeamka vijana tumewacheki wako vizuri. Kwa hiyo tunaombea Mwenyezi Mungu tu tumalizie session ya mwisho ili tuweze kupambana na Mungu. Kuna wachezaji wote ambao wanaenda kukosa mchezo labda mpaka muda huu hapana, hamna tatizo lolote. Labda baadaye tujue baada ya session ya mwisho tutajua jinsi gani, labda kama mtu ameumia au kuna mtu mgonjwa, lakini mpaka saizi wote wako vizuri. Ligi imekuwa ushindani sana kwa sasa. Kila mmoja alikuwa akitafuta alama 3 katika nafasi kwenye msimamo wa ligi. Unawaambia nini wana KMC? KMC wajiandae tu, watuombee dua, pia wategemee kwamba tutapata pointi 3. Kwa kweli ilitokea changamoto kama hiyo. Kuna masuala mengine hayahitaji training, inahitaji kuongea na mtu tu kwamba hivi usifanye hiki na hiki ufanye hiki. Kwa hiyo kuna matatizo mengine yanatakiwa ufanyie mazoezi, kuna mambo mengine ni kumwambia mtu binafsi, kwa sababu inaanzia mbali, tatizo linaanzia mbali kuja kuaffect kwenye defense zone. Kwa hiyo ni masuala mengine ya kuongea tu kama binafsi, bana huyu usifanye hiki, fanya hiki. Kwanza hilo kwa mimi nafurahia kwa sababu muda wa jioni unakuwa ni muda ambao umetulia sana. Kwa hiyo huwezi kuwa na excuse ya joto wala nini. Kwa hiyo ni muda mzuri tu, ni kiasi cha perform tu timu yangu. Bila shaka ni siku nyingine na ni maisha mengine yanaendelea katika maisha yetu ya mpira. Tumefunga safari kwa muda mrefu sana. Baada ya kumaliza mechi tumekuja huko kwa niaba jinsi gani ya kuonyesha tunaitaka mechi. Ligi kwa sasa imekuwa ni ngumu, na uzuri wa ligi ya sasa hivi haina kwamba mwenyeji au mgeni. Sisi tumetoka mchezo wa nyuma, tumetoka kupoteza nyumbani, kwa hiyo inaonyesha jinsi gani kwamba na sisi tuna uwezo wa kwenda sehemu nyingine na tukapata matokeo. Maandalizi kwa ujumla walimu washafanya kazi yao. Leo ni siku ambayo kuja kufili uwanja kwa sababu ndio uwanja wa mechi. Kwa upande wangu mimi kila kitu kipo tayari, wachezaji wote wako tayari, morali ya timu ipo juu kwa sababu tumetoka kucheza mchezo mgumu na tumepata matokeo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaamini tutapata ushindi katika mchezo ujao kwa sababu uwanja kwetu haujawahi kutunyima matokeo kwa nyakati tofauti. Mechi mwaka jana hapa tumetoa slow, sisi kwetu watu tumewafunga, kwa hiyo tunaamini tutapata matokeo. Ni kweli KMC ni moja ya timu ambazo zimefungwa goli nyingi sana, lakini kwa upande wangu mimi kipindi hiki cha ligi inapoelekea tusharuhusu huko nyuma magoli. Tunachotakiwa sisi kwa sasa tusiruhusu magoli, tuweze kupata magoli. Lengo la kutokuruhusu magoli na kupata magoli sio issue kupunguza idadi ya magoli. Issue kwa sasa kwetu sisi target ni kupata matokeo.
Ukishakuwa na alama zile, magoli hatohusika tena. Kwa hiyo hatutaki kuongeza magoli, tunatakiwa tupate magoli, tupate alama 3. Hiyo kwetu ndio jambo muhimu. Kwa hiyo tunaamini tunapopata alama, magoli hatohusika. Tukikosa alama, magoli yatazidi kutuathiri. Kwa hiyo target kubwa zipo kwenye matokeo ya mchezo. Jana nilipitia kwenye peji ya KMC Football Club. Naona unatangaza kuwa mchezaji bora wa mwezi. Wewe binafsi kama mchezaji wako unafahamu kiasi gani? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, niwashukuru wachezaji wenzangu kwa sababu haiji kwa bahati mbaya, inakuja kwa ushirikiano wa timu nzima. Ni nia na malengo kiweka kwamba kila kitu kinawezekana. Ni msimu kuwahi kupata tuzo hiyo, lakini nakuja kuipata tunaelekea mwishoni. Kwa ni malengo, kiweka malengo yako binafsi kama mchezaji, na ndio anakuja pale pale katika kuitumikia timu kwamba kuna muda walimu watamaliza kila kitu, ila lengo lako wewe ni nini kwenye timu ilikusajili kwa sababu gani, ndio unatakiwa kushow katika mechi hiyo ili uweze kuonyesha kwamba mimi nilisajiliwa kwa sababu hii. Kwa hiyo ndani ya malengo yangu mimi kama mchezaji, yapo malengo ambayo ni binafsi ya kufanikiwa kuwa mchezaji bora. Sijapata kuwa mchezaji bora wa mechi, natamani, na ni moja ya malengo, na naamini mechi bado zipo nitapata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi niwashukuru wachezaji wenzangu, nilishukuru benchi, na sio benchi tu, hadi watu walioko nje ya uwanja. Ukizungumzia nje ya uwanja utazungumzia walinzi, wapishi, wasafisha eneo ambao wenyewe linawahusu wachezaji. Kwa wale wote wanakufanya kuwa bora kwa sababu nyinyi wote mnakuwa ni timu. Kwa hiyo watu wote niwashukuru, na ninaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kesho atakuwa mwingine, pia atapaswa kuwashukuru watu wote ambao wako nyuma yake, wanastahili kupewa shukrani.